Kuna nyakati ambazo umepata ujauzito na mimba yako bado ni changa. Sasa unapoenda kwa mtu wa kufanya ultrasound, unaweza kujikuta kwamba anakupa majibu ambayo kidogo yana utatanishi. Katika hiyo hali ya majibu ambayo unayopewa, unaweza kujikuta unaambiwa mimba yako imeshaharibika. Lakini hapo hapo unakuwa katika hali fulani ya kusema hebu ngoja nitafute msaada. Kwa hiyo nitaka nifundishe kitu kimoja. Hebu sogea karibu kwanza nikuonyeshe jambo dogo hapa. Kwa hiyo ukija kuangalia kwenye hii picha unaweza kuona kwamba huyu ni mjamzito. Lakini ukiangalia kwa ukaribu sana, kamimba ndo kwanza kanaanza kujitengeneza. Haka kamimba ni kadogo mno. Kwa mtu ambaye ni mjamzito na akaenda kufanya ultrasound, anapokuwa amesema zile tarehe zake na ukajikuta kwamba tarehe zile hazioani na ukubwa huu wa mimba, basi unaweza kujikuta kwamba anaambiwa mimba yake imeharibika. Lakini hapo ndipo ambapo unajikuta kwamba watu wanakuwa wanapoteza mimba kwa kufikiri kwamba mimba imeshaharibika, lakini kiuhalisia mimba bado haijaharibika. Ukiangalia jinsi ambavyo tumesema kwamba aka kamimba ni kadogo sana, mtu ambaye akifanya ultrasound kwa kupitia tumboni, inamaanisha kwamba kuna zile ultrasound unawekewa juu ya tumbo, basi unaweza kujikuta hiki ukapata shida kukiona. Kwa unapokimisi moja kwa moja utasema kwamba tuanze upya, lakini kumbe huyu mtu amekuja mapema sana. Sasa kinachotokea ni kwamba ultrasound ambayo ni nzuri ya kuweza kuonyesha kama ilivyofanyika hii hapa ni ultrasound ya ukeni. Sasa tukija kwenye upande mwingine, kwa sababu ukiangalia hapa kuna vipimo ambavyo huyu mdau amefanya. Siku ya kwanza kafanya hormones za beta HCG ikakuta ni 400. Siku ya pili amefanya tena hormones za beta HCG akakuta 500. Hii inamaanisha nini? Kama mimba ambayo imeharibika, ukicheki hizi beta HCG ukakuta kwamba ni 400, lakini siku ya pili ukakuta kwamba ni 500, inamaanisha uwezekano kwamba mimba yako ipo na inakuwa bado uko pale pale. Kwa hiyo watu wengi wanashindwa kuunganisha matukio kwamba hizi hormones mara nyingi kama zikiwa zinashuka inawezekana mimba imeharibika, lakini kama zinapanda inawezekana mimba bado ipo. Kwa hiyo katika situation kama hii, mara nyingi tunasema kwamba kwa sababu hormones zenyewe ziko chini bado na mimba bado ni ndogo, kwa hiyo tunasema kwamba ni vyema sana kufanya ultrasound ya ukeni, inaitwa transvaginal scan, sio transabdominal ultrasound. Hii itasaidia hata wadau wa afya ambao wanafanya hizi ultrasound. Ultrasound katika mimba ambazo ni changa, ambazo unataka kujua hata hiyo mimba imetokea wapi, ni vyema sana kufanya ultrasound ya ukeni na sio ultrasound ya tumboni. Hii itakupa asilimia kubwa ya kumwezesha daktari matokeo ambayo akimpa mgonjwa hawezi kuwa katika hofu yoyote. Nafikiri mtakuwa mmeelewa kwa kiwango fulani, lakini msisite kuuliza maswali ili kuhakikisha kwamba mnaweza kuelewa zaidi. Cheers.